kabla hatujaendelea huko mbele, maswali ambayo yanaweza kuulizwa huko mbele, ninaomba niyatolee majibu hapa mwanzoni. Kwa wale mlioangalia Corin sehemu ya kwanza, scene ya mwisho ilionyesha kwamba bado kuna uovu, nguvu ya giza bado inaendelea. Hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba katika jamii, mustakabali wa maamuzi ya mwanadamu yoyote ndani ya giza, maamuzi hayo huzingatia mtu na mtu, yani mtu husika na sio jamii. Katika jamii, jambo linaweza likamtokea mtu akapona ama hata asipone, lakini kuna mtu mwingine ama watu wengine ambao wakaenda kufanya jambo kama hilo hilo kwenye jamii hiyo hiyo. Filamu hii inaanza usiku wa manane ambapo kuna kijana mmoja anaitwa Jaya alimshuhudia mtu akiwa amefukua maiti moja na akawa anafanya tambiko la ajabu eneo hilo. Kwa hofu, kijana akawa ameanguka chini. Baada ya kuangalia yule jamaa alipokuwa, yule mshikaji katoweka. Kijana akawa amekaza moyo, Jaya akawa amesogea mpaka sehemu ambapo ile maiti ilipokuwa hapo. Baada ya kuitambua, akawa ameshtuka sana. Huyu alikuwa ni marehemu mama yake. Kijana akawa ameingia ndani akiwa na hofu sana. Baada ya muda aliposinzia, mama yake akawa ametokea hapo. Akamgusa kijana huyu huku akisema kwamba mwanangu, nimerudi nyumbani. Karibu kwenye filamu hii. Sasa kama bado unapitwa na ratiba na mabadiliko yote ambayo yanatokea katika chaneli zote, unaweza kuwa hujajiunga katika WhatsApp channel. Link iko kwenye komenti hapo. Filamu inahamia kwa binti moja anaitwa Fitri. Huyu yeye ni mshauri wa wanafunzi shuleni. Yeye anaishi pamoja na mama yake ambaye ni mgonjwa kwa muda mrefu sana hapa nyumbani. Huyu mwanamama aliwahi kuwa mwalimu katika shule ambapo huyu binti anafanya kazi. Pia katika nyumba hii binti Fitri anaishi na mdogo wake anaitwa Ryon. Sasa huyu Fitri ni moja kati ya watu ambao wanapendwa sana hapa shuleni. Sasa hapa katika maeneo ya shule tunamfahamu jamaa mmoja anaitwa Kumuru. Huyu yeye ni baba yake Jara. Anamuona mtoto wake akiwa anaonewa na wanafunzi wenzake. Sasa hili jambo lilikuwa linamkera sana huyu mzee, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa linatokea mara kwa mara. Baba akawa amekaza moyo, akaamua kwenda kuripoti shuleni. Akawa amezungumza na mzee mmoja anaitwa Gunturu, mmoja wa viongozi wa hii shule. Huyu mzee akamwambia kwamba baba yake Jara kwamba mambo kama haya huwa yanachukua muda mrefu sana, muda mwingi sana kwa ajili ya kushughulikiwa. Mankuru akawa ameonyesha majeraha kwenye mwili wa mtoto wake, lakini Gunturu akapuuza, akasema kwamba mtoto wa kiume anatakiwa kuwa mgumu, anatakiwa kujikaza. Sasa huyu mzee anamdharau sana huyu baba kwa sababu yeye anafanya kazi ya kuokota takataka. Mzee anasema kwamba hawezi kujali sana kuhusiana na mambo ya Jara kama hawezi kuwa na sasampa huyu mzee. Yani mzee anahitaji kupata chochote kitu. Anasema kwamba kama hii kesi itatambulika huko nje, hii shule inaweza kufungiwa na Jara pia atapoteza nafasi ya kuhitimu masomo yake na kupata cheti. Sasa wakati huyu mzee anazungumza haya mambo, binti Fitri alikuwa anasikiliza kila kitu. Baadaye akawa amemwambia babake Jara kwamba yeye atamsaidia Jara. Kweli baada ya kutoka hapo akaenda kuzungumza na Jara kuhusiana na makovu alionayo kwenye mikono. Anahitaji kujua kama kweli yametokana na mambo ambayo huyu kijana amekuwa akionewa hapa shuleni. Akamsihi Jara azungumze ukweli na akamwambia kwamba hii itabaki kuwa siri yake, lakini kijana hakuzungumza chochote kwa sababu kwanza muda wa kwenda nyumbani uko umefika hapo. Hivyo kijana akawa ametoka hapo na kwenda nyumbani. Sasa akiwa njiani, Jara akawa anasikia kuna sauti ya mruzi. Akajua kabisa hapa ni maadui zake wanamfanyia hili jambo. Kijana akawa amekimbia kwenda kujificha mahali. Mara kweli maadui wake wakawa wamefika hapo, wakawa wamemtupia kinyesi cha ng'ombe. Kijana akawa amekimbia kwa hofu, akapita mbele ya binti Fitri. Mbele yake akawa amejigonga kwa bahati mbaya kwenye gari la bwana mkubwa anaitwa Dharmawan. Yeye huyu ni mkuu wa hiki kijiji. Kijana wake ndiye mwenye kundi ambalo linaendelea kumwonea huyu kijana Jaya shuleni. Usiku huo Fitri akarudi shuleni kwenda kuzungumza na mwalimu Gunturu kuhusiana na maisha ya Jaya hapa shuleni. Baada ya kuingia kwenye ofisi ya huyu mzee, akawasha taa, akamwona huyu mzee yuko chini, lakini baada ya kumgeuza akagundua kabisa mzee kafa na macho yake yameng'olewa, yako pembeni. Fitri akawa amepiga kelele kwa hofu kuomba msaada, lakini baada ya watu kufika hapo kuja kutoa msaada, ndani ya ofisi hii hakuna kabisa ule mwili wa marehemu. Marehemu kaenda wapi? Binti alikaza sana macho, lakini bado aliamini kabisa mauaji hayo yametokea. Hivyo akawa ameomba polisi wapigiwe simu. Kweli polisi walikuwa wamefika hapa. Polisi walikuwa wamezunguka sana, wakamjulisha kwamba huyu binti hawajaona ushahidi wowote kama kuna mauaji yametokea katika shule hii. Siku iliyofuata Fitri akamuuliza mdogo wake Ruyo kuhusiana na tabia za Dharma, yani kijana ambaye mara nyingi anamuonea Jaya. Maswali yakawa mengi sana kwa mdogo wake. Mdogo wake hakupenda kabisa kwa sababu hata yeye mwenyewe pia ni moja kati ya watu ambao wako karibu sana na huyu bwana mkubwa anaitwa Dharma. Binti alipotoka hapo akaenda kwa baba yake Jaya, akampelekea blanketi na kumwomba huyu mzee amruhusu yeye amsaidie Jaya. Jaya akawa ametoka hapo na akawa ameambatana pamoja na Fitri. Muda huo wakawa wamepishana na mshikaji mmoja anaitwa Samini. Huyu yeye ni askari kibaskeli. Kafika hapa akamwambia aje baba yake Jaya, jana niliona mkokoteni
mkokoteni wako karibu na shule, sehemu ambapo Guntur alidaiwa kuuawa. Unamwona anavyochezesha kirungu, anamaanisha kitu. Akasema kwamba mimi naweza nikakaa kimya, lakini tu ukinipatia pesa za kutosha. Babake Jaya akasema sawa, nisubiri hapa. Akawa ameingia ndani. Sasa huyo askari alikuwa amekaa hapa anasubiri mpunga. Mara babake Jaya alikuwa ametokea upande wa nyuma, akampiga na panga kichwani, akamuua kabisa huyo mzee na akawa amemuingiza ndani ya nyumba. Upande wa Fitri, baada ya kufika na Jaya shuleni, akawa amejulishwa kwamba mzee Guntur yuko ofisini kwake. Binti akawa ametoka hapo kwenda kumuona huyo mzee, kamkuta kweli mzee kakaa hapa, lakini sasa anaonekana kwa tofauti sana. Hili jambo liko limemshangaza sana huyo binti, kwa sababu alimuona huyo mzee amekufa jana. Lakini binti kwenye kumtazama huyo mzee anaonekana kabisa kama kuna jambo haliko sawa, kwa sababu kwanza huyu mzee huwa ni mchangamfu kuliko maelezo, lakini leo anaonekana na tabia za ajabu ajabu. Baada ya Fitri kumtegea mgongo tu huyu mzee, kuna wadudu funza wako wamedondoka hapa. Mzee akawa amefunika haraka. Binti alivyotoka hapo akakutana na askari kibaskeli Samin, akawa amemuuliza maswali kuhusiana na Guntur, lakini Samir hakujibu chochote, na yeye ni mwongeaji na yeye anaonekana na tabia za ajabu kabisa. Yuko bize na kibaskeli chake tu, jambo lilomfanya Fitri kuwa na wasiwasi. Akaanza kuhisi pengine kuna jambo, lakini hana uhakika wa aina yoyote. Sasa shuleni vijana wakiendelea kumuonea sana Jaya, Fitri akawa ameomba kuonana na hawa vijana, akawapa onyo wasiendelee na hii tabia. Lakini hawa vijana wanajeuri, wana kiburi kinoma, kwa sababu kwanza Dharma kwao kuna pesa na baba yake ni kiongozi wa hiki kijiji. Baada ya binti kuona kama watoto hawamwelewi, akawa amewafukuza ofisini kwake. Lakini sasa ndo kwanza baada ya kuwa ameonywa ndo wakazidi kabisa kumwonea yule kijana, na siku hiyo wakaamua kabisa kumfedhesha. Mdogo wake Fitri akajaribu kuwazuia, lakini Dharma akamkaripia sana, akamwambia kwamba nitakufundisha adabu wewe pamoja na dada yako Fitri. Yaani huyu jamaa ajali chochote. Jaya siku hiyo akiwa nyumbani anasafisha nguo zake, baba yake alimuona akupendeza sana na maisha ambayo kijana wake anayapitia. Kijana usiku huo akamuona marehemu mama yake katokea hapo. Jaya akawa amemkumbatia kwa hisia kubwa sana, akimwomba mama yake abaki pamoja naye asiondoke tena. Sasa usiku huo Fitri madam akawa amefika katika nyumba ya kina Jaya, kawasili hapa kwa ajili ya kuzungumza na Jaya. Sasa baada ya kuchungulia dirishani akamuona mama yake Jaya yuko ndani hapa, na yeye anatambua kabisa huyu mama amekwisha kufariki dunia. Baba yake Jaya akawa amefika hapo, akamuuliza Fitri, unafanya nini hapa? Madam akawa amejitetea kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na Jaya. Mzee akasema kwamba ni bora ungejali zaidi kuhusiana na maisha yako wewe mwenyewe kuliko kujali kuhusiana na maisha ya Jaya, muache tu. Sasa ni kwa nini mzee kasema hivi? Fiti baada ya kurudi nyumbani kwa mama yake akawa amemjulisha kila kitu kinachomkumba Jaya. Katika kumbukumbu za nyuma tunaonyeshwa kwamba babake Jaya aliwahi kuripoti kuhusiana na kushambuliwa kwa mwanaye shuleni mara kwa mara, na aliripoti habari hiyo kwa mama yake Fitri. Wakati huo alikuwa ni mwalimu katika shule hiyo. Wakati mama huyu anaandika majina ya watoto watukutu katika shule hiyo, jina mojawapo lilikuwa ni Dharma ambaye ni mtoto wa mkuu wa kijiji. Mtoto wake pia mama yake Fitri alitajwa akiwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanamuonea Jaya. Huyu mwanamama baada ya kuona hivyo hakuendelea kabisa kusikiliza hii hoja, akaamua kufunika lile jalada na akaamua kupuuza kabisa hizo habari. Sasa hili jambo mama yake Fitri lilikuwa likimuumiza roho mpaka hii leo, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kilichokuwa kinamkuta Jaya katika shule. Alfajiri na mapema mama yake Fitri akawa anajiweka sawa kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Mfagio kwa amedondoka. Sasa hali yake ilikuwa ni tete, hata kutembea tu ilikuwa ni changamoto. Akiwa hapo mara kisu upande wa pili kilikuwa kimedondoka. Alipoenda kukichukua kuna mtu alikuwa ametokea hapa na akawa amemshambulia huyo mwanamama na akamuua kabisa. Asubuhi iliyofuata binti Fitri kaamka kitandani, anashangaa mama yake hayupo hapo, kaenda wapi? Akaanza kumtafuta, akamuona mama yake akiwa ni mzima kabisa wa afya na mwenye nguvu ya kutosha. Ugonjwa umetoweka tu, kaandaa na msosi kabisa. Binti akawa anashangaa tu, na mdogo wake kafika hapo. Wakati wa chakula damu ikaanza kumtoka huyu mwanamama puani, akawa ameifuta tu, hakujali kitu chochote kabisa. Baada ya hapo binti akampelekea ripoti ya kile alichozungumza yeye pamoja na wale watoto watukutu kwenye hii shule, akampelekea ticha Guntur. Kwa sasa ana tabia za ajabu kabisa. Binti alipotoka hapo akaenda moja kwa moja kwa mkuu wa kijiji hiki Dharma 1 kuzungumza kuhusiana na tabia ya mwanaye. Sasa kiongozi huyu akamuita kijana wake, akampiga na kofi mbele ya binti, ni kumuonesha ama kumfunza adabu, anatakiwa kutii sheria za shule. Huyu mzee akawa ametoa fedha kama zawadi kwa ajili ya kumpatia Fitri, lakini binti akawa amekataa kabisa hizo pesa na akawa ameondoka hapo. Binti alipotoka hapo akaenda moja kwa moja kwa shangazi
shangazi yake. Mgawani akajaribu kuzungumza, akiulizia kuhusiana na kijana wa mkuu wa hichi kijiji, yani Dharma, pamoja na marafiki zake, lakini akashangaa shangazi yake hakutaka kabisa kuzungumzia kuhusiana na hilo swala. Alipotoka nje, kuna mtoto mmoja ambaye ni mjukuu wa shangazi yake Fitri, anaitwa Nisa. Akamwambia kwamba unamwona yule askari kibaskeli Samini, anaonekana kama yeye, lakini yule sio Samini halisi. Fitri hakuelewa kabisa Nisa alikuwa anamaanisha nini. Alipotoka hapo akarudi nyumbani, akakutana na mama yake, kampikia chakula ambacho binti alikuwa anakipenda sana. Baada ya kukijaribu hicho chakula, mara chakula akakirudisha. Kukitazama vizuri, chakula kimeoza, kinafunza kabisa. Kumtazama mama yake, anatokwa na funza mdomoni. Binti akawa amekimbilia chumbani kwake. Wakati huo huo, Dharma pamoja na marafiki zake wamekusanyikana katika duka la shangazi yake Fitri. Dharma akamwambia kwamba Rio, yani mdogo wake Fitri, yeye alipigwa kofi na baba yake kwa sababu ya dada yake. Kuna mshikaji hao mmoja hapa alikuwa anaitwa Fel. Akawa ameuliza watafanya nini sasa, kwa sababu Fitri anaendelea kuwachunguza sana. Dharma baada ya kusikia hivyo akawaagiza Fel pamoja na Wayu wamtafute Jaya na wamlete hapa usiku huu wamfundishe adabu. Kweli vijana wakawa wametoka hapo, wakiwa njiani wakakutana na Makmur, yani baba yake Jaya. Wakamuuliza, Jaya yuko wapi? Kwa sababu tuna kazi za shule hatujafanyikiwa kuzimaliza. Makmur akawaambia kwamba Jaya yuko nyumbani. Wakiwa njiani kuelekea katika nyumba ya Makmur, mzee akawa ametokea nyuma akiwa na mkokoteni wake, akawasukumia huo mkokoteni kwa nguvu, akawa amewagonga na kuangusha chini. Kisha akachukua kifaa chake cha kuokotea taka, akamshambulia Wayu na kumuua hapo hapo mbele ya Feri. Feri aliogopa sana, aliomba msamaha, lakini sasa Makmur hana huruma ya aina yoyote na akawa amemuua na yeye hapo hapo. Makmur akachukua hiyo miili na kuiweka kwenye mkokoteni wake na akawa ameondoka nayo. Kisha mzee hakuwa na muda wa kupoteza kabisa, akaanza ibada za kishirikina. Wakati anaendelea na dua zake, kumbe upande wa pili binti Fitri alikuwa bize sana kuzwali kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hili jambo linaharibu tambiko la huyu mzee, na mara moja sanamu ya mama yake Fitri ikawa imenyanyuka mbele ya huyu mzee na ikawa imeanguka chini. Wakati huo huo Fitri akahisi kabisa nyuma yake kama kuna mtu. Baada ya kugeuka akamwona mama yake yuko hapo. Binti akaacha dua, akaanza kulia kwa mama yake akisema kwamba anaogopa. Mama yake akawa amemfariji, akamwambia kwamba usiogope kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Dharma pamoja na marafiki zake upande wa pili wanaendelea kusubiri Jaya aletwe hapo. Sasa wakiwa hapo, mara Wayu pamoja na Feri wakuwa wamerudi hapo, wako wambuzi hawajaja na Jaya. Dharma alikuwa amewasogelea, akawa ametambua kwamba wanatoa harufu mbaya sana. Akaamua kwamba kama ngwai iwe ngwai tu, Jaya kesho shuleni atakipata cha moto. Mshikaji wakuwa ametoka hapo. Sasa kijana mmoja katika kundi hili siku hiyo yeye alikuwa amelewa sana mpaka anatapika. Mara akasikia kuna mluzi ambao mara nyingi wao walikuwa wanampigia Jaya. Ghafla Makmur akawa ametokea hapo na akawa amemshambulia huyo kijana mpaka akawa amemuua hapo hapo. Kisha Makmur akaingia ndani katika duka la shangazi yake Fitri. Shangazi akajaribu kujitetea, lakini Makmur akawa amemzidi nguvu. Sasa kwenye kumshambulia, muda huo kumbe binti Fitri alikuwa anapita hapo anaelekea kuswali. Akachungulia akamwona kuna mtu anamshambulia shangazi yake na hakumuona huyo mtu sura yake. Yule mtu alivyotoweka ghafla, binti akawa ameingia ndani akamuona shangazi yake yuko chini mahututi. Alikimbia kuomba msaada kwa majirani, hakuna mtu hata mmoja aliyejitokeza. Nyumba zao ziko kimya kweli, watu wanamtazama tu. Akawa amekutana na Makmur akamwambia kwamba kuna mtu amejaribu kumuua shangazi yake. Kweli wakawa wameenda pamoja na baba yake Jaya, wakakuta mwili wa marehemu ndani haupo. Mara shangazi akawa ametoka bafuni, yuko mzima wa afya, lakini sasa ana mwondoko wake saizi ni watofauti tofauti kabisa. Mtoto Nisa akamwona huyu bibi yake na akasema kwamba huyo sio bibi. Fitri akawa amemtuliza tu na akawa ametoka na Makmur, akaenda kumwambia kwamba anahitajika kupiga simu polisi ili polisi waje hapa, kuna mauaji yamejitokeza. Makmur akawa amemwambia kwamba mauaji yamejitokeza wapi na shangazi yako umemwona? Sasa binti anasema kwamba muuaji hakumuona sura, lakini anaamini atakuwa maeneo ya karibu tu. Makmur akamwambia kwamba watu wa hichi kijiji wakiona jambo baya kwa macho yao huwa hawawezi kuzungumza ukweli. Wanaweza vipi kutoa ushahidi mbele ya polisi kwa jambo ambalo hawajaliona kwa macho? Bora upotezee tu, kwa sababu watu wa kijiji hiki wataanza kuamini kwamba wewe umechanganyikiwa. Kuna jamaa mmoja anaitwa Dadel akawa amepeleka nyaraka katika ofisi ya Gonturu. Akiwa hapo akasikia harufu mbaya sana. Mara akawa ameinama chini kuokota kalamu zilizokuwa zimedondoka hapo. Akaona huyu mzee mguu wake mmoja umenyoka safi kabisa kiofisi, lakini mguu wake mmoja umeoza na unatoa harufu mbaya. Dadel akawa ameogopa sana, akawa amekimbia na kutoka hapo mbio. Upande wa binti Fitri
Fitri akaenda kwa ustazi. Huyo ustazi anaitwa Fahmi, akamuuliza viumbe vya roho vinaweza kuchukua sura ya binadamu? Ustazi akaeleza kwamba kila binadamu huambatana na jini aitwaye Corin, na kulingana na baadhi ya imani, Corin anaweza kuendelea kuishi na kufanana na mtu hata mtu huyo anapokuwa amekufa. Fitri alikuwa ameuliza kama inawezekana kumuona Corin wa mtu aliyekufa. Fahmi akajibu kuwa ulimwengu wa majini una siri ambayo wanadamu hawawezi kuelewa kikamilifu. Tunalindwa na Mwenyezi Mungu na ulimwengu na mambo mengi. Shuleni, Dharma akamfuata tena mnyonge wake na kuanza kumwonea, lakini awamu hii Jaya akawa amejitetea, akamwambia kwamba kwa sasa ni zamu yako kuanza kuteseka. Dharma akawa amaagiza marafiki zake wamshughulikie Jaya. Marafiki zake wamesimama tu wanamtazama. Hili jambo Jaya alikuwa limemfanya acheke. Mmoja wao akawa amesema kwamba Dharma ndiye atakaye kufa. Dharma kwa hasira akawa ametoka hapo, lakini mara anawaona marafiki zake wanatokea kila kona, wako wamemkamata hapo, wamemzingira. Ghafla mdogo wake Fitri alikuwa amefika hapo, kila kitu kikarudi kuwa sawa. Sasa upande wa Fitri akiendelea kuona mambo ambayo hayaeleweki. Nisa anamwambia kwamba bibi yake sio bibi yake original. Binti akawa amerudi kwa ustazi kwenda kumweleza kila kitu. Fahmi akawa amempatia dua maalum ambayo anaweza kusoma ili kutambua kwamba mtu aliye mbele yake ni jini kweli ama ni binadamu wa kawaida. Huyo ustazi kijana wake ndo Wayu, moja kati ya vijana ambao walikuwa wanashirikiana sana na Dharma kwa ajili ya kumnyanyasa Jaya. Baba yake alikuwa amemuuliza mbona mrudi nyumbani mapema, lakini kijana kuzungumza kitu chochote. Akawa ametoka hapa na tabia ya ajabu kweli, akawa ameingia ndani. Baadaye ustazi akiwa msikitini pamoja na wanakijiji wengine wanaswali kama kawaida, mara wakaanza kusikia harufu mbaya sana kiasi kwamba watu wengi wakashindwa kabisa kuendelea na swala. Walikuwa wametoka hapo, mzee anakuja kugeuka nyuma, wakamwona kijana wake Wayu yuko hapo. Mzee akawa ameendelea na dua, akahisi kabisa kuna jambo la ajabu. Wayu akawa amejionyesha katika umbo lake halisi la ushetani, akawa amemtokea mzee wake, kisha akawa ametoweka. Ustazi akawa ametoka nje, akaanza kumtafuta kijana wake, akamtafuta sana, lakini kwa bahati mbaya Makmul akawa ametokea hapo ghafla na akawa amemshambulia kwa kifaa chake cha kuokotea takataka na akawa amemuua kabisa ustazi huyo. Wakati huo huo Fitri alikuwa anasoma aya aliyopewa na ustazi mbele ya mama yake ili kujua kama huyu ni mama ama ni jini. Mara mama yake akawa ametoweka. Fitri akiendelea kusoma huku anatetemeka kwa hofu, mara kile kiumbe kikawa kimejionyesha sura yake halisi ya kutisha. Fitri akajaribu kukimbia, lakini kwa hofu akashindwa kabisa kufungua mlango. Mdogo wake akawa ametokea hapo, akawa amemuuliza mama yake yuko wapi. Mara akasikia sauti ya mama yao akiwa pembeni huko anawaita. Kijana yeye akawa amemuona kabisa mama yake, akawa ameenda kwa mama yake. Dada yake anajaribu kumzuia, anamwambia kwamba huyo sio mama. Mara huyo mwanamama akawa amenyanyuka, sio kinyonge. Kila mmoja alishika njia, ni mbio tu. Wakaanza kujiridhisha, kila mtu ambaye walikuwa wanamtilia mashaka wakawa wanasoma ile dua. Yule askari wa kibaskeli kweli ikaonekana sio binadamu na yeye ni pepo. Wakaenda kwa shangazi yake na yeye ni wale wale. Walipotoka hapo, msaada wa pekee ni kwenda kwa ustazi. Walipofika kwa ustazi, wakawa wamemkuta kijana wa ustazi Wayu pia na yeye ni pepo. Kwa bahati mbaya zaidi, wakawa wametambua kwamba hata ustazi na yeye tayari na yeye amejumuishwa katika watu ambao wao wenyewe wanawahofia kwa sasa. Sasa watafanya nini? Wakawa wametoka hapo moja kwa moja wakaenda kwa mkuu wa kijiji Dharmawan. Fitri akaeleza kila kitu. Anaamini kwamba kuna machafuko, kuna mauaji ambayo yanaendelea kwa chini kwenye hichi kijiji. Akasema kwamba watu wote wanaonekana kuwa wa kawaida, lakini ni viumbe vya ajabu vya kutisha. Akasema kwamba hilo anaweza kulithibitisha pale anaposoma dua. Kijana wa Dharmawan akawa amecheka sana baada ya kusikia hili jambo. Akaanza kumuita yule binti kwamba kachanganyikiwa yeye pamoja na mdogo wake. Mdogo wake Fitri baada ya kusikia hivyo akawa amemkemea, akamwambia kwamba mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu, nimemuona Wayu pamoja na ustazi, yani baba yake, wote wamebadilika. Lakini Dharma hakuamini kabisa, akaanza kurusha maneno ya kejeli. Dogo hakukubali kabisa kuwa mnyonge. Zikawa zimepigwa hapo, ugomvi ulikuwa ni mkubwa, watu wakawa wameingilia kwa ajili ya kuwatuliza. Sasa baadaye Fitri pamoja na mdogo wake wakiwa nje wanajadili, wakawa wamehisi kabisa pengine haya mambo yote kuna mtu muhusika ni mmoja ambaye atakuwa anayafanya hayo yote, na mtu huyu wakawa wamemuhisi baba yake Jaya. Wakaenda moja kwa moja katika nyumba ya Makmul, ambapo Jaya baada ya Fitri kumuuliza vizuri, kijana akawa amekiri kwamba baba yake alitumia nguvu za giza kumrudisha mama yake baada ya kuwa amefariki. Sasa huyu kijana anapitia mambo mengi sana, akawapeleka katika chumba kimoja ambacho kimejaa dhana nyingi sana za kichawi za baba yake. Wakiwa hapo, Corin wa mama yake Jaya akawa amesimama hapo mbele. Jaya akaanza kulia kwa mama yake, anamhitaji, lakini Fitri akamwambia kwamba Jaya, huyo sio mama yako wa kweli, kwa sababu mama yako tayari amekwisha kufariki na tumekwisha kumzika. Fitri akaanza kusoma dua. Jini yule akawa ameonekana katika sura yake halisi. Kiumbe hicho kikamkamata Fitri kwa sababu sasa anafungua kodi. Mdogo wake Fitri baada ya kuona dada yake amezidiwa, akawa amechukua kile kisanamu cha mama yake Jaya, akawa amekiweka kwenye moto.
yule jini akawa ametoweka hapo. Wakawa wametoka hapo mara moja pamoja na Jaya, na Jaya alivibeba kabisa vile visanamu vyote eneo hilo. Upande wa baba yake Jaya, yeye akaenda moja kwa moja kumvamia Dharma, akaenda kumshambulia kwa sababu huyu ndiye adui mkubwa wa mtoto wake. Kama kawaida, wabaya yanapowafika ni kuomba msamaha, wanalia, wanatetemesha sauti, lakini Makmur huruma sio malezi kabisa. Dharma akawa amefanikiwa kumtambua kwamba huyu anaitwa Makmur, baba yake Jaya, lakini kabla hajafanya kitu chochote, huyu mzee akawa amemshambulia na kumuua hapo hapo. Sasa Makmur alipoanza kujiweka sawa ili kuondoka hapo, watu pamoja na walinzi wengi katika hili jengo wakawa wamemuona, wakaanza kumkimbiza, na hivi alikuwa amejeruhiwa. Wanakijiji wakamuingia tena, kweli wakawa wamefanikiwa kumkamata. Kwa bahati mbaya sana eneo hili, Jaya pamoja na Fitil walikuwa hapa pia. Dharmawan, yani mkuu wa hiki kijiji, akawa amempiga Makmur huku akihitaji kujua kwamba kwa nini amemuua mtoto wake. Makmur akajibu kwamba mtoto wako alikuwa ni mtu muovu. Jibu hilo lilikuwa limemkasirisha sana mkuu wa kijiji, akawa maamuru wanakijiji wamshike Makmur, wamchome moto akiwa hai. Mzee akaanza kupiga dua baada ya kuona sasa huko kunako kwenda kutenda kuwaka kweli. Mzee akaanza kupiga dua zake za kichawi akiwa mikononi mwa raia wenye hasira kali. Ibada ya Makmur ikaita majini wake wote, yani wale makloni wote wa watu waliokufa. Viumbe hao wakawa wametokea hapo, wakawa wamemzunguka Makmur pamoja na Jaya. Dharmawan akashtuka sana baada ya kuona hili jambo, na akawa ameshtuka sana baada ya kumuona mpaka mtoto wake pia akiwa ni miongoni mwa jeshi la bwana mkubwa Makmur. Fitri akamuuliza Makmur kosa ambalo mama yake alilifanya na akastahili adhabu kama hiyo. Makmur akajibu kwamba mama yako alikuwa ni mnafiki, alijifanya kujali mateso ya Jaya, lakini hakuchukua hatua ya aina yoyote. Alimtazama akiwa anateseka mbele ya macho yake. Mzee anasema kwamba pale ambapo haki imeshindwa kupatikana kwa njia ya kawaida, vurugu ndiyo itakayobaki kuwa suluhisho. Fitri akaamua kusoma dua, akajua kabisa hapa ni Mungu tu. Wale majini wote wakawa wamemgeukia na wakawa wameinamisha vichwa chini. Makmur akaona okay, kama vita ni vita tu, naye akaamua kusoma dua zake za kipepo. Yale majini yakawa amemshikilia Fitri, yakamshika mdomo ili asiendelee kusoma dua zake. Walipomzidi nguvu kabisa, mdogo wake Fitri akawa amechukua yale masanamu yote ya kichawi na akawa ameyatia kwenye moto. Hili jambo lilikuwa limefanya wale mapepo wote kutoweka mmoja baada ya mwingine. Dharmawan baada ya kuona zile nguvu zote zimeondoka eneo hili, ndio nguvu inamrudia sasa, naye akili inakaa sawa, akaamua wanakijiji wote wamkamate Makmur. Fitri akawa amefanikiwa kumvuta Jaya mbali na baba yake, wakampiga Makmur kwa hasira, walimshambulia na kumuua hapo hapo. Fitri akawa amemchukua Jaya mbali kabisa na vurugu hizo, lakini sasa mdogo wake alibaki kupambana na wale watu waliokuwa wanajaribu kumkamata Jaya. Fitri akamtaka Jaya aondoke kabisa kwenye hichi kijiji, akamwambia kwamba wewe, najua una akili nzuri, unaweza kujisimamia, ondoka kwenye hichi kijiji, nenda katafute amani yako huko mbali. Kweli kijana kwa ametoka hapo. Siku iliyofuata vikosi vya utafutaji vikafanikiwa kupata miili ya watu wote waliokuwa wamepotea, japo walikuwa wanaonekana wakiwa kama kawaida kwenye hichi kijiji, kumbe walikuwa ni wafu. Baada ya siku chache mdogo wa Fitri alifaulu masomo yake vizuri kabisa, lakini kwa upande wa pili msituni kwa Jaya, yeye akaonekana akiwa anazika sanamu ya kichawi katika kaburi la baba yake Makmur. Baada ya hapo akaanza kusoma maneno ya kichawi na kupiga ala ya kitamaduni kama jinsi ambavyo baba yake alivyokuwa anafanya. Baada ya muda, korini wa baba yake Makmur akawa ametokea mbele yake. Wanasema kwamba Waswahili, cha gizani hurudi gizani. Picha ya mwisho ni ujumbe wa moja kwa moja. Unaweza kuona jambo baya mikononi mwako, lakini kwa mwingine akaliona ni jambo zuri. Subscribe, like, share, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.